Jina langu ni Baraka Isa Shekimweri, ni mkuu wa idara ya elimu Rau makao makuu, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya vijana ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA. Tupo hapa Mbeya leo hii. Nimefarijika kupita katika banda la maonyesho la VETA. Kwa kweli nimejionea bunifu mbalimbali na shughuli mbalimbali zinazofanywa na vijana. Kuna mazingira ambayo kwa mfano wenzetu hawa wenye ulemavu tungeweza kuona hawawezi kufanya chochote, na hivyo tukawaacha tu majumbani mwetu wasiweze kufanya kitu. Lakini kwa nilichojionea hapa kwenye banda, nimeona vijana wengi sana wenye ulemavu ambao wamejielimisha katika fani mbalimbali. Nimeona watu mafundi cherehani hapa, lakini pia nimeona wataalamu pia wa IT wenye ulemavu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kumbe hawa wakiwa na haki ya kuishi na haki pia ya kufanya kazi kama raia wengine, tunaweza tukawapatia fursa hiyo ya mafunzo ya ufundi na wakajiendeleza na wakapata kuweza kujiajiri na hata kuweza kuajiri watu wengine. Kwa hiyo mimi nitoe tu rai kwamba kwa wazazi, walezi ambao wana vijana wenye changamoto za namna hiyo, wasiwafiche na wala wasione kwamba hawana msaada wowote. Wanaweza wakaendeleza kwa mazingira ya kiufundi na mwisho wa siku wakapata kuweza kujitegemea na kutoka kwenye mazingira ya kuwa tegemezi. Lakini pia kingine, nimejifunza vitu mbalimbali hapa kwenye banda hili la VETA. Kwa kweli limesheheni vitu mbalimbali. Kuna mifumo mbalimbali hapa ya AC za magari, mifumo mipya kabisa ambayo vijana tunaweza kujifunza. Lakini pia tumeona bunifu za mavazi. Ni banda ambalo kwa kweli ukija hapa huwezi kutoka bila kupata elimu ya aina yoyote. Kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza hapa. Kwa hiyo tu nitoe rai kwamba tuitumie fursa hii vijana, wazazi, walezi na vijana wenyewe, iwe kwa kujiwezesha kuweza kupata huu ujuzi ama kwa kuwezesha kuweza kupata ujuzi, kwa sababu ada ni kama bure kabisa. Unaweza hata kawa ukawa ni mchunga ng'ombe, ukawa unauza maziwa, ukaweza kumsomesha mtoto akaweza kupata ada ya kuweza kugharamia mafunzo ya VETA. Kwa hiyo ni vitu vizuri ambavyo kwa teknolojia au kwa ulimwengu wa sasa, bila ujuzi kwa kweli utakuwa ni mzigo kwa taifa. Ujuzi ndio kila kitu, ujuzi ndio unafanya viwanda vifanye kazi, ujuzi ndio unafanya uchumi uweze kukua na kuweza kuimarika zaidi. Kwa majina naitwa Francis Anton, ni mwalimu wa chuo cha walimu fundi VETA na vile ni fundi wa kompyuta masaa yote ya tehama. Lengo la madhumuni la kuja hapa kuwaonesha wale vijana wenye mahitaji maalum wasirudi nyuma, kwamba na sisi nao tunaweza tukawezeshwa. Nimeandaa hizi notes kwa ajili ya mwanafunzi kujifunza namna ya kuconnect kompyuta na vifaa vya nje. Hii ni topic ambayo nimeiandaa kuja kuonesha kwamba nina uwezo wa kufundisha mwanafunzi na akanielewa vizuri. Huu ni mfumo wa umeme ambao unadhibitiwa kwa kutumia remote. Lengo la huu mfumo, badala ya kutumia switch za kawaida tunazozitumia, tukaona kuna mahitaji maalum, lakini si tu mahitaji maalum, kuna watu ambao pia ni wazee ambao hawahitaji kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kuwasha ama kuzima taa. Sasa kulingana na mahitaji ya aina hayo, tukaona tutengeneze mfumo ambao huu mfumo utamrahisishia ama kumpunguzia mtu umbali wa kwenda kuzima taa ama kuwasha taa. Au sio tu taa, anaweza kaa na vifaa vingine tu ambavyo ameviweka kwa ajili ya matumizi ya umeme. Sasa badala ya kutumia switch ya ukutani au ya wapi, anaweza kutumia remote. Ndio huu mfumo ambao unaweza kawasha taa yako. Kwa majina naitwa Agrithina Magoda, natokea VETA Mikumi. Nimekuja hapa kwenye maonyesho kwa ajili ya kupromote au kuitangaza fani za hoteli na utalii ambazo zinatolewa na VETA. Fani hizi zipo 6, tunazitoa katika vyuo vyetu vya VETA. Hizi ni bidhaa ambazo zinatengenezwa na wanafunzi wa VETA au kumtengeneza mwanafunzi aendelee kujiajiri mwenyewe. Mazao haya yanalimwa Tanzania, kwa hiyo tusiuze mazao nje, tutengenezee bidhaa ambazo zinaweza kutokana na vilimo vyetu wenyewe. Lakini bidhaa mbalimbali, mfano cookies na biskuti mbalimbali ambazo tunazitengeneza kwa ajili ya kumfundisha mtoto mwanafunzi awe mjasiriamali mwenyewe. Baada ya kutumia Prestige tunatumia cooking oil, baada ya kutumia sukari tunatumia asali ili kuendana na tasnia ya afya za binadamu jinsi zinavyoenda. Naitwa Riziki Stefan Dumba, ni mhitimu kutoka chuo cha ufundi stadi VETA Songea. Nilianza elimu yangu ya ufundi nikiwa sina ujuzi wote,
lakini baada ya kufika VETA nilipewa ushirikiano mzuri na walimu wangu na uongozi mzima wa chuo, na hatimaye nilimaliza kozi ndefu ya miaka 2 nikiwa fundi leo hii ambaye ninaaminika na jamii. Lengo na dhumuni la kuja hapa kwenye maonyesho haya ya wiki ya vijana kitaifa pia ni kuizilishia jamii kwa vitendo zaidi kwamba hata mtu mwenye ulemavu ana uwezo wa kufanya kazi kama jinsi anavyoweza kufanya kazi mtu mwingine. Na pia kuiasa jamii walete watu ambao wenye mahitaji maalum waweze kupata ujuzi kama jinsi ambavyo sisi tumepata ujuzi, na leo hii tunaendesha maisha yetu kupitia hii kazi ambayo tunayo. Wanasema ni bora mtu ukampa nyenzo ya kutafutia kipato kuliko ukampa kipato chenyewe. Wanaweza ukampa pesa akaitumia na asijue namna ya kuweza kuitafuta, lakini ukimpa nyenzo ya kutafutia kipato basi inakuwa ni rahisi kwake yeye maisha yake yote kuendesha maisha yake. Kwa hiyo karibuni sana VETA kwa mafunzo yaliyokuwa bora changu na nina wanafunzi wangu na nimekuwa tegemezi kwenye familia yangu. Kwa jina naitwa Antonia Nsimbi, mimi ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, nina degree ya uandishi wa habari. Baada ya kumaliza nikaenda VETA, nikachukua kozi ya ushonaji na ubunifu wa mavazi. Nashukuru Mungu, baada ya kumaliza nimeweza kufanikiwa kufungua kampuni yangu inaitwa Nsimbi Trends. Sasa hivi mimi niko hapa kwenye maonyesho yenye kauli mbiu ya kusema nguvu kazi wa vijana maendeleo. Na niko na wafanyakazi wangu wako ofisini wakiendelea na kazi. Na baadhi ya kazi zangu ndo hizi hapa. Nimeweza kubuni na kushona nguo mbalimbali, na nimejikita sana kwenye nguo za wanaume kwa sababu ni swala ambao wanawake wengi tunaogopa, tunaona kama kutengeneza suti ni kitu kigumu. Lakini sisi kama Nsimbi Trends ndio tumekuja na kuonyesha kwamba wanawake tunaweza. Na nashukuru pia VETA kwa kunipa elimu, kwa sababu sasa hivi elimu yangu ya chuo kikuu na elimu ya VETA imesaidia, nimeweza kujiajiri, nimeweza kuajiri wengine, na pia nimeweza kuwasiliana na madesigner wengine. Mpaka sasa naweza kuwasiliana na madesigner wa Kenya, Ghana, na hata ukiangalia hii material inaitwa Kente kutoka Ghana. Kwa hiyo elimu yangu ya chuo kikuu imenisaidia kuweza kushirikiana na madesigner wengine kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo mimi tunachofanya, ananipa material ya Ghana, mimi nampelekea batiki yetu ambao tunatengeneza kama hizi. Ni batiki ambazo ni nzuri sana, tunazitengeneza hapa Tanzania. Nashukuru sana. Kwa hiyo nitoe tu rai kwamba tuwahamasishe vijana, na ikiwezekana pia kama ushauri wangu pia kwa taifa na kwa serikali, swala la elimu ya ujuzi lingekuwa ni kitu cha lazima kwa kila mwananchi. Yaani kungekuwa na special program pia ambao hata watu wanaingia kwa phase angalau kwa muda fulani watu wapate hizo elimu, angalau kila mtu awe na kitu cha kuweza kujishughulisha cha kwake binafsi cha kuweza kuwa mbunifu. Hapo tutapata wataalamu wengi, tutapata vitu vingi sana, na mwisho wa siku ni kwamba vitu vingi ambavyo tulikuwa tunaagiza kutoka nje tutakuwa tunavizalisha kutoka hapa kwetu. Kwa hiyo natoa big up sana kwa VETA kwa hiki ambacho wanakifanya, na maonyesho ni mazuri na vitu ni vingi vya kuweza kujifunza hapa. Niwatakie kila laheri katika maonyesho ya hapa Mbeya. Asanteni sana.